moja kwa moja kutoka London, na hii ni Swahili Voice. Habari za kutwa, wapenzi watazamaji wetu popote pale mnapotufuatilia, na ifuatayo ni taarifa ya habari ya wiki nzima kutoka Swahili Voice ya hapa London, na kwanza ni muhtasari wake. Miongoni mwa utakayoshuhudia katika habari zetu hapa Swahili Voice wiki hii: iftari ya siku ya Arafa katika baraza furaha pambe kweli kweli, hebu chungulia uone. Msiba wa mama mwenye asili ya Tanzania aliyefariki baada ya nyumba yake kuungua moto waombolezwa, majonzi ya hanikiza. Na huko Afrika ya Mashariki mambo ni mengi kweli kweli, ambapo visiwani Zanzibar chuo cha mziki na utamaduni DCMA chaingia makubaliano na Swahili Voice kutangaza utamaduni wa Mswahili duniani. Mambo yanazidi kunoga. Kwa hayo na mengineo mengi, usikose kujumuika nasi katika taarifa yetu hii ya habari hapa Swahili Voice pekee. Somaji wako leo hii ni mimi Asia Sharif, na kwanza ni habari za ndani. Tuanze tu na habari yetu kwa taarifa ya sikukuu ya Eid jijini London wiki hii, ambapo ibada za sala zilifanyika katika kuadhimisha siku hiyo adhimu kwa Waislamu. Mwandishi wetu Ahmad Rashid Mitomingi alikuwa miongoni mwa waumini waliohudhuria ibada hiyo na ametuandalia ripoti ifuatayo. Ibada hii ya sala ya Eid al-Adha mara hii imefanyika tena katika viwanja vya Broadway hapo Barking jijini London. Kama ilivyoada, sala hii imeanza kwa takbira ambazo zilisomwa mapema kabisa asubuhi ya leo, na hatimaye Imamu Abdillahi Abu Bakar alipanda kwenye mimbar na kutoa hutuba ifuatayo: Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi Sudan wa fi India wa fi Hind wa fi Sin. Mara tu baada ya hotuba hiyo iliyoashiria kutamatika kwa sala hii ya ibada ya Eid al-Adha katika viwanja hivyo, watu walinyanyuka kusalimiana, na baadaye kama hapa unavyojionea walijipatia vinywaji ikiwemo kahawa, sharbati na vitafunwa mbalimbali ambavyo vimeandaliwa kwa hisani kubwa ya msikiti Al-Nur. Na mara tu baada ya tukio hilo tulizungumza na baadhi ya waumini akiwemo Sheikh Munir Nasor, na hapa anasema kusema la ukweli, wallahi maoni alikuweko kitu kikubwa nilichokihisi kuwa watu tusisubiri kuswali, yani swala tusisubiri kuswali Eid mpaka Eid, Ramadhani mpaka Ramadhani. Nadhani hii itakuwa inatuletea madhara katika maisha yetu. Itakuwa maisha hana baraka kama mtu anasubiri kuswali Eid hadi Eid au sikukuu hadi sikukuu. Na tunaona yani kuna watu sura ngeni, japokuwa wengine wanatakana kambala, lakini sasa zingine wako karibu na msikiti alafu huoni msikitini, inakuwa kidogo ni mtihani kidogo kwa sababu kweli. Sasa Allah tujalie inshallah, atupe tawfik na au tawfik walikuwa hawasali inshallah wasali inshallah. Baadhi ya waumini waliohudhuria hapa pia walieleza imani yao na kufurahishwa kwao na mwenendo mzima wa ibada ya siku hiyo, ikiwemo hali ya hewa ambayo kwamba kabla ilidhaniwa kuwa itakuwa hali ya mvua, lakini kwa bahati nzuri hali ilikuwa nzuri. Na hapa baadhi ya wahudhuriaji wa ibada hiyo wanaeleza: tumaliza kusali swala ya Eid, japo tulikuwa kuna wasiwasi na mvua, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuileta mvua yake wakati huu, pengine itakuja baadaye inshallah. Tunashukuru tumepata Eid salama au salimini, tumeenjoy na family. Hatupate kufanya hivi kila siku, kila tunapata mara 2 kwa mwaka. So tunashukuru Mungu, alhamdulillah bil alamin. Allah atukubalie swala zetu, atukubalie dua zetu, atukubalie na ibada zetu nyingine za kuchinja kwa walochinja na walioenda Maka. Allah atukubalie dua zao inshallah. Mungu ajalie na sisi inshallah tulikuwa hatujafika, tujalie na tufike inshallah. Tulipomuuliza ana mipango gani kwa siku ya leo baada ya ibada hii ya sala jijini hapa, muumini huyu alikuwa na haya ya kusema: wallahi just tunaenda nyumbani sasa hivi kupata breakfast na family, alafu
tutaangalia mambo mengine tena. Weekend tunaweza kuwapeleka watoto kwenye tembea inshallah, kama hali ya hewa itakuwa inaruhusu. Mjini London pia wiki hii tulishuhudia tukio jingine la ukarimu ya baraza ya furaha inayopatikana katika eneo la Barking kuandaa iftar maalum ya siku ya Arafa kwa waumini wa dini hiyo. Kama kawaida, Ahmad Rashid Mito Mingi alihudhuria mnuso huu na hivi ndivyo ilivyokuwa. Iftari hii ni katika kuadhimisha yale masiku 10 matukufu ya Dhulhijja, ambapo wiki hii katika siku adhimu ya Arafa, uongozi wa baraza ya furaha hapa Barking jijini London waliandaa futari maalum na hali ilikuwa kama hivi. Swahili Voice haikucheza mbali na mnuso huu na hivyo ilijisogeza karibu kupata kuona hili na lile kati ya yaliyojiri hapa na hapa. Mmoja wa wanabaraza hiyo anasema, hii tu ni mwendelezo wa kila mwaka ambao kwamba tuna baraza yetu hapa ambayo inaitwa baraza ya furaha ambayo inajulikana nafikiria hapa UK na hata nje ya UK. Na ukweli kwamba sisi wenyewe ndio tuna organize hii iftari kila mwaka, na hakuna kwamba labda ni mtu mmoja tu ambaye kwamba amepandi hii kwamba kuweza kufanyika, bali ni muungano wa watu wote walio contribute. Na niseme tu kwamba ni jambo moja zuri sana kwetu sisi special, kwamba ukiangalia kwamba mgawanyiko uliokuwepo before na sasa hivi alhamdulillah kuwa kitu kimoja, kitu ambacho cha kufurahisha. Katika udadisi wa ndani kabisa tulimpata pia kaka huyu hapa, naye pia anasema iftari ya leo alhamdulillah ilikuwa well organized kabisa. Tumefurahi, wengine tumepata kuona watu ambao hajawaona siku nyingi. Kama nilivyosema awali kwamba issue kama hizi zinatuunganisha, yani wana community. Ni nadra sana kutokezea issue kama hizi, so zinapotokezea tuna take chance hii kuja hapa na kufurahi pamoja. Zaidi ya hayo, mwanabaraza huyu aliongeza kwa kusema uongozi kwanza ni wasifu. Sifa yao lazima niwape kwa sababu jitihada yao kusema la ukweli tunaiona. Wanajitahidi sana kwenye masuala haya kutuunganisha pamoja. Baraza ya furaha ni moja kati ya maskani chache na kubwa na muhimu kwa maisha ya kiutamaduni wa Waswahili wenye asili ya Afrika Mashariki inayopatikana hapa Barking. Baraza hii ina wanachama wengi na ni sehemu mwafaka ya mazungumzo na michezo ya kila aina. Iftari hii ni sehemu tu ya ukarimu wa baraza hiyo na kwa hakika imepokelewa vizuri mno. Nikiripoti, mimi ni Salama Muhammad wa Swahili Voice. Wiki hii pamoja na kutawaliwa na furaha pia iligubikwa na huzuni baada ya mwanamama Bi Zainab Kazinja mwenye umri wa miaka 67 mwenye asili ya Tanzania kufariki dunia baada ya nyumba yake kushika na kuwaka moto uliosababisha mauti yake akiwa pamoja na msichana wa miaka 15 huko St Patrick's Way, Bletchley, Milton Keynes. Kwa mujibu wa shoga wa marehemu aitwaye Kadhia Ali, alieleza kuwa msiba huo umemgusa sana, kwani kwake Bi Zainab alikuwa kama mama yake mzazi. Kufuatia msiba huu, Swahili Voice inatoa pole kwa familia ya marehemu na kuwatakia kuwa na subra katika kipindi hiki kigumu cha maombolezi. Na sasa tumalizia habari zetu za ndani kwa kuangazia na kupitia dondoo za habari kubwa na muhimu zilizopamba moto nchini Uingereza wiki hii. Mdogo wa jimbo la Hamilton, Laghall na Stonehouse uliofanyika mwishoni mwa wiki hii, matokeo ya mwisho yamethibitisha kuwa chama cha Labour cha Scotland kiliwashinda SNP ambao ni washindani wakubwa wa Labour huko Scotland, na kwamba mgombea wa Labour Bwana David Russell alipata kura 8559 dhidi ya Bi Katie Loudon wa SNP aliyepata kura 7957. Kwa upande mwingine, chama cha Reform UK kilishika nafasi ya 3 kwa
Kwa mujibu wa taarifa za wachambuzi, ushindi huu ulikuwa pigo kubwa kwa chama cha SNP na ushindi muhimu kwa Labour chini ya uongozi wa Bwana Anas Sarwar. Bwana Rasool, mzaliwa wa eneo hilo, aliahidi kuwatanguliza watu wa jamii yake na alikosoa vikali sera za Farage na chama cha Reform katika kampeni zake. Uchaguzi huu ulifanyika kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo Bi Christina McKelvey wa SNP. Mvulana wa miaka 15 na msichana wa miaka 13 wamehukumiwa kifungo kwa kumuua mzee mmoja aitwaye Bim Kohli mwenye umri wa miaka 80 aliyekuwa akitembea na mbwa wake kwenye bustani ya Franklin Park huko Leicestershire. Ushahidi unaonyesha kwamba mvulana huyo alimshambulia Bwana Kohli kwa kumpiga usoni huku akimtolea lugha ya kibaguzi, na msichana akachochea tukio hilo huku akilicheka na kulirekodi kwa simu tukio hilo la kikatili. Kutokana na shambulizi hilo, Bwana Kohli alipata majeraha ya mbavu na uti wa mgongo yaliyosababisha kifo chake. Katika hukumu hiyo, mvulana alipatiwa kifungo cha miaka 7 gerezani na msichana akapewa kifungo kifupi cha kurekebisha tabia. Familia ya Kohli ilieleza uchungu wao mahakamani, wakisema hukumu iliyotolewa haikulingana na uzito wa tukio hilo la kikatili. Unaendelea kuangalia taarifa hii ya habari kutoka Swahili Voice hapa London, na sasa ni habari za Afrika ya Mashariki. Vijana na watu wa rika zote wamehimizwa kufanya bidii ya mazoezi ya viungo kupambana na changamoto kadhaa za kiafya zinazozidi kushamiri visiwani Zanzibar. Mwandishi wetu Fatma Haji alitembelea eneo la Ngazimia, mkoa wa Mjini Magharibi Unguja, na kutuandalia makala hii. Hapa ni katika fukwe za Ngazimia, wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi. Ngazimia mbali na kuwa ni eneo kongwe la kihistoria, na pia sehemu hii inafahamika kama kituo maalum kwa vijana, wazee na watu mbalimbali kufika hapa kwa minajili ya kuja kufanya mazoezi ya viungo. Nyuma yangu hapa ni sehemu ambayo vijana wanajifua kwa kasi kweli kweli. Hebu tuwasikilize. Kwa faida ya watazamaji, unaitwa nani, kutoka wapi? Naitwa Said Ali Muhammad, natokea Mombasa. Kwa nini umefanya maamuzi ya kuja hapa kufanya mazoezi? Maamuzi kwa kweli, siku hizi maradhi ni mengi na vyakula vingi tunavyokula so fresh. Kwa hiyo mazoezi yanasaidia kupunguza sumu, kuweka mwili vizuri. Na ukizingatia sasa hivi na umri unakwenda, na kikaa tu tutakuwa tuna hali mbaya, nikaamua nifanye mazoezi mwili uweze kuchangamka. Ni faida gani ambazo umezipata tangu wazi hayo mazoezi? Faida ni nyingi kwa kweli, kwa sababu bila kufanya mazoezi mimi nakuwa miguu inaniuma, mgongo unaniuma, lakini toka nifanya mazoezi hiyo hali imekata. Mwili ilikuwa mkubwa tu, mimi nimefanya mazoezi sasa hivi alhamdulillah, bado sijafikia hapo ninayotaka, lakini alhamdulillah nimekata weight, nimepunguza manyama ya uzembe. Si haba, alhamdulillah, mazoezi yanatusaidia. Naitwa nani, kutoka wapi? Naitwa Khamis Al Suleiman kutoka Mombelado Disraeli. Ni faida gani ambayo umepata tangu uanze hayo mazoezi, aidha ya kimwili au ya kiafya? Ni faida nyingi kusema la kweli, siwezi kuzihesabu. Alhamdulillah, kutoka na kiafya, maradhi mengi siku hizi, vyakula tunavyokula, makemikali mingi. Kwa tunashukuru sana, kila ukifanya mazoezi alhamdulillah una reduce mambo mingi sana kusema la kweli. Hilo faida kubwa tunapata kusema la kweli. Unawashauri nini kwa vijana ambao wapo mitaani wamekaa tu hawaji kufanya hapa mazoezi? Na ushauri vijana wengi wasikae mitaani, sababu kukaa mitaani kunasababisha kunapata mambo mengi sana. Uvutaji wa madawa nini na nini. Wakija huku kidogo alhamdulillah unapata kutoa mambo mengi, stress, mambo mengi unapata kutoa ukija huku mazoezi. Unaitwa nani, kutoka wapi? Mimi naitwa Yusuf Juma Ali, kutoka Kohani, uwanja wa farasi. Kitu gani ambacho kimekusukuma mpaka ukaja hapa kufanya mazoezi? Kwa kweli kufanya mazoezi najisikia mwilini uzima, najisikia na afya, naona yani najisikia safi sana kabisa. Faida gani ambayo umepata tangu uanze hayo mazoezi? Faida ambayo nimepata na kwa kwanza maradhi nashukuru alhamdulillah, mambo sukari ni pressure. Naona nashukuru alhamdulillah. Kwa hiyo kufanya mazoezi sana yanasaidia pia hata maradhi kuepusha kwa kweli. Na ni changamoto gani ambayo unapata ukiacha haya mazoezi? Yaani inatokea siku pengine huji hapa kufanya mazoezi, je, una changamoto gani ambayo unapata ya kimwili au ya kiafya? Changamoto kwa kweli inakuwa najisikia ovyo, mwili unasikia doro, hauna nguvu vizuri.
Ukifanya jambo dogo tunakuwa na hema, lakini ukifanya mazoezi naweza kufanya jambo lolote bila kuhema, bila kuchoka. Hizi ndo ngazimia, asili ya jina la sehemu hii. Msingi wa jina hili unatokana na idadi ya ngazi hizi hii ambazo pia hutumika kwa kukoleza mazoezi ya viungo, kupunguza vitambi na kujenga misuli imara kwa afya njema. Nikiripoti kutoka hapa Ngazimia, wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi, Fatma Haji, Swahili Voice. Tukisalia huko visiwani Zanzibar, wiki hii habari Swahili Voice imekutana na dada wawili mashuhuri wenye asili ya Tanzania nchini Uingereza, yani Lulu Legrand Dem na mwanadada wa Triple RZ Bi Nasra Manchila katika ofisi za DCMA na kufanya nao mazungumzo mafupi. Timu nzima ya waandishi wetu wa Swahili Voice visiwani huko ilifika huko na hivi ndivyo ilivyokuwa. Kwa dada Lulu, ni kitu gani hasa na wewe kilichokuleta Tanzania kikazi zaidi? Zanzibar, and coming here just to meet fabulous kids of mine in uni and trying to work hard in what you're doing, imenipatia ule moyo wa kusema kweli nyumbani tunaweza. Na hasa kuona kina dada msikae mkasema kwamba tumetosheka. You shall never never give up and never say I have had enough. Always be ambitious, always want to succeed, always. Hata kama umeona gorofa la nyumba lila gorofa 100, I want that one day. And I tell you, if you put all your effort into it, like now you're in year 2 at university, sindio? Jamani, msi give up, no matter what. Genzi na wenzake kwamba wanataka watoto waje wajifunze muziki hapa Zanzibar. Kwa wakati wa holiday zao, inshallah watajalia, tutawapa nafasi waje na wajoin na chuo waweza kupata mafunzo na wao wawe mfano kwa watoto wenzao wote na diaspora nzima, kwa sababu wamekaribisha yoyote ambaye anataka kuja kujifunza hapa chuo, wako tayari. Kwa sisi nyinyi wa kwanza, watoto wangu ndio watakuwa kuja kufungua sehemu hapa. Wanachuo Genzi na wenzake kwamba wanataka watoto waje wajifunze muziki hapa Zanzibar. Kwa wakati wa holiday zao, inshallah watajalia, tutawapa nafasi waje na wajoin na chuo waweza kupata mafunzo na wao wawe mfano kwa watoto wenzao wote na diaspora nzima, kwa sababu wamekaribisha yoyote ambaye anataka kuja kujifunza hapa chuo, wako tayari. Kwa sisi nyinyi wa kwanza, watoto wangu. Wakati huo chuo cha muziki wa nchi za jahazi visiwani Zanzibar, yani DCMA, imetangaza nia yake ya kushirikiana na Swahili Voice ya nchini Uingereza katika kusambaza na kueneza utamaduni wa nchi hizo, kama anavyoeleza mmoja wa viongozi wa taasisi hiyo. Imetangaza na dada hali hapa. Tueleze kidogo kuhusu makubaliano yenu pamoja na Swahili Voice. Asante sana. Nashukuru. Leo ilikuwa ni siku kubwa sana kwa Dau Countries Music Academy kukutana na Swahili Voice, ambapo tumefanya makubaliano makubwa ya kuwa na mashirikiano. Mashirikiano yapi haya? Mashirikiano baina ya na diaspora waliopo UK na Zanzibar, tuweze kufanya kazi kwa pamoja, kuwa na mashirikiano ya mafunzo na kubadilishana utamaduni wa Zanzibar na diaspora waliopo kule Uingereza. Tuje kwa Mr. Hamis, kwa nini mmefikia uamuzi wa kutaka kushirikiana na Swahili Voice? Kwa swala lako la msingi, nimechagua Swahili Voice sio kama nimechagua, lakini chuo kimechagua Swahili Voice kwa maudhui ya chombo chenyewe kwanza kama kilivyo, lakini baada ya kupata taarifa na mimi mwenyewe au sisi kama bodi ya kurugenzi kuweza kuona kama kipo chombo ambacho cha kizalendo sana na kinazungumza lugha yetu ya Kiswahili, ikiwa sisi ndio hazina mama ya taaluma yetu, lakini pamoja na uhifadhi wetu na maudhui ya kichuo kabisa. Tunasimamia utamaduni, sanaa, lakini pamoja na lugha ukubwa wake. Tulifurahishwa na Swahili Voice, na baada kukipitia na kuona
kujiridhisha kabisa na kutamani kuweza kufanya kazi na wao. Swahili Voice ni chombo kikubwa muhimu, sio tu kwa DCMA, kwa nchi na Waswahili wote wazungumzaji wa Kiswahili waliokuwepo popote duniani, na tulitamani kuwa Swahili Voice iwe ndio balozi ambaye atakushanya idhaa zote zinazozungumza lugha za Kiswahili duniani. Tumeona faida yake na tumehisi kama inafikika, na especially wao wenyewe wameweza kufika kwetu sisi, na hiyo imetuemphasize, imetupendeza sana kuweza kufanya nao kazi. Mara tu baada ya mazungumzo haya, Swahili Voice ilikabidhi kamera ya kazi kwa mwandishi mpya wa Dar es Salaam Kelly Hasso kwa DCMA, chuo ambacho msanii huyo alisoma. Kamera hiyo ilikabidhiwa na mwakilishi wa Swahili Voice Bi Nasra Manchila, ambaye alikabidhi mzigo huo kwa uongozi wa DCMA, ambaye alikabidhi pia kwa meneja wa msanii huyo Lulu Legrand Dem. Kwa niaba ya Swahili Voice tunataka kutoa kijana anaitwa Kelly Hasso zawadi hii ya kamera kwa kazi bora. Tunataka kuwakilisha kwako ambao inajua Kelly Hasso alitokea kwenye chuo hichi. Kwa hiyo sisi tunajua ikifika kwako imefika. Tafadhali. Asante Swahili Voice. Wow. Asante sana Swahili Voice. Wow. Ni kamera nzuri sana. Wow, Sony. Naweza mkaiona hapa ni kamera ya Sony, imetoka Swahili Voice, imeletwa DCMA ambapo ndio mwanamuziki wangu alipotia. Kwa hivyo sema DCMA inazalisha vipaji, ndio vitu kama hivi. Huyu sijui atakuwa na furaha hiyo. Hii ni wow, new camera bado mpaka mnaona bado taja bado tuko kwenye mfuko. Asanteni sana Swahili Voice. Nashukuru sana. Na asante sana, hongera sana kwa kazi nzuri tunayofanya. Tuko pamoja. Nchini Kenya, raia wawili wa Tanzania ni miongoni mwa wanachama wa genge hatari la watu 7 waliokamatwa wiki hii katika jimbo la Nakuru wakihusishwa na msururu wa matokeo ya uhalifu na mauaji ya afisa mmoja wa polisi. Nyota Suleiman ana taarifa kamili ya mkasa huu. Ni picha za baadhi ya washukiwa 7 wa ujambazi, wakiwemo raia wawili wa Tanzania ambao walikamatwa wiki hii wakiwa mafichoni katika mtaa wa Bondeni mjini Nakuru. Katika muda wa wiki 2 zilizopita, genge hili la majambazi limehusishwa na ongezeko la visa vya uhalifu maeneo mbalimbali ya jimbo la Nakuru, huku likiwalenga wafanyabiashara kuanzia majira saa 2 usiku na kuwapora pesa na simu. Hata hivyo, kutokana na operesheni kali ya kijasusi iliyotekelezwa, polisi walifanikiwa kuwakamata kutoka mafichoni na kufanikiwa kupata bunduki moja aina ya AK-47 katika eneo la Ng'ata ambako visa vya uhalifu vimekuwa vikiripotiwa. Wakazi wamejitokeza na kuelezea matukio ya kushambuliwa na genge hili, ikiwemo mauaji ya mwanaume mmoja pamoja na visa vingine vingi vya wizi. Nilipotoka nje niangalia ni nini inaendelea, nikafungua milango ya hoteli, alafu nikakutana na jamaa moja akashika mkono yake akampiga, na hapa ilikuwa imekatwa na panga. Alafu jamaa mwingine amesimama na bunduki. Bila nimeona bunduki hivi nimerudi na milango tukajifungia kwa hoteli. Hiyo harakati tumejifungia kwa hoteli, tukasikia sauti ya bunduki. Kumbe kuna kijana alikuwa anatoka kwa gate kukuja kuangalia ni nini inaendelea. Alipofika hivi wamekutana katikati, ndiye akashutiwa, akakufa hapo. Wafanyi biashara wameelezea kuhangaishwa mno na genge hilo la wahalifu, wakisema kwamba wanalazimika kufunga biashara zao mapema wakiogopa kushambuliwa na genge hilo. Baadhi wanasema kwamba wamenusurika mara kadhaa kushambuliwa na genge hilo ambalo limekuwa likitekeleza operesheni zake bila ya woga. Ili happen between 8 and 8:30 wakati maduka zinapokuwa zinafunga, na mimi nilikuwa nimefunga biashara. I had just walked hardly 20 minutes, napigiwa simu naambiwa wakora wamekuja. Hata msichana wangu alikuwa ametoka kwa duka, alikuwa ameketi amesimama hapa nyuma, akaona watu wametembea kutoka pale. So kukuja, walikuja na miguu, wakakuja pamoja kukaribia hapa kwenye duka, wakawa wameachana kiasi. So walipoingia kwa duka ya jirani hapa, nduru zikaanza, na watu wa biashara wenye walikuwa wanaelekea kufunga ikawa ni kutorokea usalama. Ndio huyu kijana ambaye alikuwa anakuja kusaidia akaweza kuuliwa. So Kenya tunaomba tu security, at least
tuweze kuwa na security ya kutosha, kwa sababu hawa watu wanaonekana ni watu wenye wana confidence sana kwa mambo yenye wanafanya. Yani ni watu hawana haraka kuterrorize watu, wana biashara, so wameinstill a lot of fear within us. Kamishna wa polisi jimbo la Nakuru Rayford Kibara amewahakikishia wakazi wa jimbo la Nakuru kwamba operesheni ya kuwakabili magenge hayo inaendelea na kwamba maafisa wamepewa maagizo maalum kuhakikisha kwamba magenge yote ya wahalifu yanatokomezwa. Hata hivyo, licha ya mafanikio yaliyopatikana kuwakamata majambazi hao 7 sugu, wakazi wametaja swala la uchache wa maafisa polisi kuwa changamoto kuu inayochangia visa vya utovu wa usalama kuongezeka. Security is very poor. Na hapa kuibiwa, tunaibiwa kila siku. Islam but kila siku tunaibiwa. Tunaibiwa leo, kesho kutwa, na hakuna kitu kinachofanya nini na take place. So we just wanted to kusema kwamba hapa kwetu tunahitaji at least tukuwe na security ya kutosha. Wamama wanaibiwa vibeti venye mzee amesema hapa hivi. Watu wanakuja hapa na mabunduki, watu wanaibiwa usiku, wanaiba kwa sasa napenda kuiba gas, mota nini, pambu ya maji na kuiba ma TV kwa manyumba. Na wengine wanakuja wanakuspray, mnarara kabisa, unapata umeibiwa vitu asubuhi. Sasa majambazi hao 7 wanaendelea kuzuiliwa kwenye kituo cha polisi ya Nakuru kabla kesi yao kuendelea mahakamani, huku maafisa polisi wakiimarisha jitihada za kukabili magenge mengine ya wahalifu. Nikiripotia Swahili Voice kutoka jimbo la Nakuru, mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya, jina langu ni Nyota Suleiman. Changarawe na mawe vilivyomwagwa ufukweni mwa kituo cha uvuvi Kajaga tarafani Mutimbuzi mkoani Bujumbura vimesababisha kero kubwa kwa wavuvi, huku baadhi wakiripoti mitumbwi yao kupasuka mara kwa mara. Mwandishi wetu Isidoa Habonimana yupo tayari kutujuza zaidi. Hali mbaya ya kituo cha uvuvi cha Kajaga ilichochewa na kupanda kwa maji ya ziwa Tanganyika yaliyoathiri vitu vingi kuna kitambo. Katika lengo la kudhibiti maji yasivamie kituo hicho, kuliletwa mawe na changarawe wakamwaga ufukweni, hata kama juhudi hizo ziligonga mwamba. Siku hizi wavuvi wakitoka ziwani majira ya asubuhi, mitumbwi yao inajigonga kwenye mawe na changarawe vilivyowekwa sehemu hapo na kuathiri mitumbwi. Hali kadhalika, wakiwa wanakokota mitumbwi hiyo kuelekea ardhi, hupasuka na mingine mbao kuvunjika. Wanajaribu kutandika miti chini ili mitumbwi hiyo isafirie, lakini bado madhara ni mengi. Sehemu hapa Kazagi hii majiwe inaribishaga mitumbu sana. Kwa hivi tunaikokoteaga kwa hii majiwe, mbao zinakatikaga na mapamu ikatokaga mtumbu. Wakati ya mchanga vinaweza wezekana, kama kawezekana tunaweza furahi na siye mtumbu yache kuharibika. Tukwa tunalomba kama mwe watu wakubwa mnaweza dutia mchanga hapa kidogo, mitumbi isiku inaharibika sana. Kwa mujibu wa wavuvi, ufukwe wa kituo cha uvuvi lazima uwe na mchanga kusudi wakiburuta mitumbwi kuelekea sehemu ya ardhi isipasuke. Wanaomba sehemu kwingine ambako ufukweni kuna mchanga. Kwa watu wa hii na mwezi mkanywa mtumbwi wenyewe inapasha mwa watu 8 ama watu 9 ndio kwa kusumbuka hapa. Sisi tunasumbukaga sana. Ikiwa salama kabisa, waangalie gisi watatuandalia hata wengine fasi ya fresh. Wakikubali kutuandalia hata wengine sehemu ni fresh, lakini sehemu ya bien itakuwa inatusumbua sana zaidi kama gisi hapa tunavyohangaika. Ndikumana Emmanuel ni fundi wa mitumbwi, anataja pia mazingira ya kituo hicho ambayo si salama kuwa kero kwa mitumbwi ambayo huharibika mara kwa mara. Sio ndio anatuharibisia nani mtumbu. Maana mitumbi ilikuwa inapendana na mchanga. Na huyo mtu aliyekuja kuweka mnani majiwe hapa alikuwa anataka, ana hamu ya kujenga nyumba, akujenga mfasi ya wavuvi, lakini kutunyanganya kivuko. Sasa tunaomba kama ni vizuri, mnaona tunajua kama mna uwezo wa kutusaidia. Hiyo majiwa anatuharibisha mitumbu, museme na mtu aliyaleta alete mchanga
afuke. Kituo cha Kajaga ni mojawapo mwa vituo vya uvuvi nchini Burundi kunakopatikana mitumbwi na wavuvi wengi. Nikiripoti kutoka kwenye kituo cha uvuvi cha Kajaga mkoani Bujumbura nchini Burundi, mimi ni Isidori Habonimana wa Swahili Voice. Wapenzi watazamaji wetu, mnakumbushwa kusubscribe katika channel yetu hii, comment, like na share habari hizi na wengine. Comment zote zitajibiwa. Na huu ndio mwisho wa habari za wiki kutoka Swahili Voice, na watakia wikendi njema, alamsiki.